Tuko na The African Princess hapa katika uzinduzi wa duka la Lulu Diva. Hongera sana, umependeza. Nashukuru sana. Mambo yanasemaje? Mambo poa kabisa. Okay, cha kwanza tuzungumze kuhusiana na hichi ambacho kinaendelea hapa ambacho amekifanya Lulu Diva kama mwanamke mwenzako, msanii mwenzako. Ni kikubwa. I love it. Especially mambo ya fashion, kiukweli mimi napenda sana nguo. Na mimi na Lulu tunaongeaga sana na mimi ni mteja wake mkubwa sana. Kwa hiyo nimependa sana and Mungu ambariki. Okay, hongera sana kwa sababu umezungumzia fashion na naweza nikakuuliza pia kuhusiana na kitu ambacho ulienda ukakifanya Ufaransa. Utakumbuka ilikuwa ni jambo kubwa sana, ukiangalia ni mtoto wa kike kutoka Tanzania ambaye alienda kufanya kitu kama kile. Haujawahi kuzungumza popote experience ambayo ulipata kule tangu umerudi. Unaweza ukatuambia ni kitu gani ambacho umejifunza urembo ukiunganisha na usanii? Cha kwanza nimejifunza kwamba upande wa fashion wenzetu huko wanachukulia serious sana. Na ni career ya watu yani ambao inawaingizia hela serious kabisa. And nilienjoy kiukweli na kufanya networking kubwa tu ambayo imenibadilisha mindset ya mimi kama msanii, the way unavyoapia, yani kila kitu kwenye branding ya mavazi. Yeah, yule designer ambaye ulikuwa ukimwanza kwa muda mrefu kaenda ukakutana naye ukasema sasa mnaweza kuunganisha brand zenu. Kuna deal lolote linaendelea baina yenu ama deal lolote la mavazi kutoka kule ulivyoenda? Maana najua tu si bure. Yeah, si bure kweli. Ndio kama hivyo nilivyokuambia. Nimekutana na watu tofauti, madesigner tofauti, na wengine hadi sasa hivi unajua sometimes ukifika unakutana na wale ambao umeenda kukutana nao. Mungu wangu, nimeshika ulienda kukutana nao, after that wengine wanaanza kukutafuta kutokana na wamekuona. Kwa hiyo wale nilokutana nao nilikuwa na wish kukutana nao, wachache nimekutana nao, wengine sikukutana nao kutokana na time, and wengine wameendelea kunitafuta. So in future I think mwaka utaona tu vitu. Okay, nilipenda sana clip yako lakini pia clip ya Tyler nyumbani zikawa zinashindanishwa. Huyu hapa Tyler, huyu hapa Nandi. Ulivyoiona ile nini ambacho ulikuwa nacho na take yako nini? Ni kitu kizuri kwa sababu mashabiki naweza kunikompea na mtu kama Tyler. Ni mwanamuziki mkubwa, mwanamuziki mzuri na fashion sense yake iko vizuri. So nimependa, inaonyesha jinsi gani kuna kitu special nafanya. Okay, vitu ambavyo ulikuwa ukitabiriwa na wengine mitandaoni sasa kwenye tukio kubwa kama la Met Gala ambalo limefanyika hapo, natamani uniambie ulivyoona juzi, tutegemee siku moja kukuona kule, ni wish zako? Met Gala sio tu kuwa na hela, pia na connection. Kwa sababu ndo nimeanza, tuseme tu time will tell. Yeah. Okay, ni kutoe huko kidogo. By the way, mimi napenda sana kuna kichekesho chako nilikiweka pale SNS. Watu walikipenda sana. Ulikuwa unamuigiza Joti. Okay, natamani uniambie time kama ile wewe unafikiria nini kufanya vitu kama vile? Sometimes hutana na Nandi hivi alafu ukifikiria vile alivyokuwa akifanya. Ni watu wawili. Inatokea, unajua mimi TikTok nilivyoifungua nilikuwa ni mtu ambaye anafanya vichekesho tu. Kabla ya kuanza kuibadilisha kwenye career ni kwamba ndo na promote nyimbo. Ukuaji kidogo umekuwa mama leo kuna vitu unapunguza. Lakini yani mimi hizi comedy na vichekesho napenda. Kwa hiyo niliona tu nika check, yani alinifurahisha sasa embe nifanye, nikaifanya. Yote alikutafuta maybe maana ile clip ilienda? No. Okay, poa. Lazima pia nikuulize na biashara zako. Okay, na vila pale hongera. Tukiangalia huku kuna bidhaa nyingine na vitu vingine vinaendelea. Kama mtoto wa kike unaweza kuzungumza pia na watoto wengine? Kwanza nawashukuru wateja wangu wote kwa support. Unajua sometimes msanii unakuwa unaogopa kuanzisha biashara, kuhofia labda watu wataona kwa sababu lakini mimi support yangu ni kubwa sana. Yani wateja wangu wako very positive. Nawashukuru kwa support kuanzia kwenye bidhaa zangu zilivyo. Tumeingia mwaka 3 sasa hivi. Shushi Cosmetics products wamesupport sana, na kwenye na Villa ndo kwanza tuna miezi kadhaa, lakini support ni kubwa sana na washukuru waendelee kusupport. Siku umepost ile shamba huko na Bill Nasso, wanawezaje? Hizi comment unaona nazo sana, pesa na nini, hizi wanazipata wapi? Sasa tuna hela, tuna mipango tu. Wewe una tofauti kwa na hela na mipango. Unajua yani sijui nisemeje, lakini kila mtu ana ile mpangilio wa maisha yake na familia yake.
lakini sisi tukijiweka kama tuna hela ni uongo. Sisi hatuna hela bado, lakini tuna mipango ambayo tunaipanga na tunaitimiza. Tukiwa na hela ambayo watu wataona tuna hela. Sasa hivi tuna mipango tu ambayo kwa mfano labda tunapanga inabidi mwakani tuwe na kitu fulani. Tunaanza kukifanyia kazi mwaka huu. Tuna save, tunakusanya, tuna save, afu ikifika huo muda tunatimiza. Sasa mtu mwingine anaona kama vile tulilala tukaamka, tuna shamba. Maisha yako hivyo ni mipango ambayo inatimizika. Kwa hiyo si bado tujana hela, tuna mipango tu ambayo tunaitimiza. Kuna muda comment zao zinawakata wakiwa wanazungumzia hizi hela na nini? No. Okay. Tunanea mazuri, unajua mtu akikono unaona kumbe una. Okay, sitaacha kuuliza kuhusu muziki, tuzunguke kote. By the way, hapa wakati kuna ushindani mkali sana ukatiz Dude na Scott Mapuma. Mimi ni mmoja kati ya watu ambao nilirecord na nikasema Nandy hatakiwi kuacha hii hali ipita, hatakiwa aachie Dude. Hebu niambie hapa na mashabiki wengi ambao tunaitamani sana hiyo collab. Lini unaiangusha? Sio tu collab, na vitu vingi. Nataka nitoe nyimbo, nataka nitoe album. Nimekaa nao ni miezi mitatu tangia nitoe Asante, na mapokezi Asante kila mtu ameona ni makubwa. Lakini ukimya wangu ni kwa sababu sitaki tu kutoa nyimbo, nataka kutoa projects, umeona, na pia tunakamilisha mipango ya album yangu. Sio tu tutoe tu album, lazima kuna mipango ambayo mtu aone kabisa huyu aliahidi album tangia mwaka jana, sasa imetoka ndo nini. Yani inabidi kuna kitu cha tofauti. Kwa hiyo Scott na wasanii wengi ambao hawatatarajia kuwaona watawaona. Link up ya wewe hapo na Scott Mapuma ilikuwaje? Kwa sababu ndo kipindi kile Alikiba kampa tu jezi, tumekaa kidogo Nandy akatize. Nyinyi ilikuweje nyinyi kukutana? Mimi na Scott I think ni tangia mwaka jana, sijui ile. Sijui hata tukama ile ni mwaka jana. Ni mwaka jana tulienda South. Kasi unajua wasanii what's up bro, kwa sababu tulikuwa na chat sisi tangia miaka miwili iliyopita tu. Yaani sisi kama ingekuwa ni nyimbo kuwa nazo, tungekuwa na mimi na yeye tangia miaka miwili iliyopita. Lakini ubiza na yeye ubiza wake. Kwa hiyo tulivyokuwa South nikamcheka akasema njoo studio, tukaenda tumefanya nyimbo 4. Yeah. Ulinitisha, dili lilikufanya ukashindwa hadi kulala, ukatupostea ule muda ule kwamba na dili kubwa sana nimelipata. Ni dili gani hilo? Watu wanawaza vitu vingi. Ni show kubwa ambayo inafanyika Kenya tarehe 12 ya Jumanne. Ndio tunajiandaa kwenda. Inaitwa African nimesahau, lakini ina wasanii mbalimbali, Fally Ipupa, Yemi Alade, wasanii wa Afrika wamechaguliwa. And itakuwa na marais zaidi ya 10 na I think hata Mheshimiwa Rais na Isa atakuwepo kama sikosei. Kwa hiyo kitu kikubwa. Sasa licha tu ya hayo maandalizi makubwa ya hiyo show, lakini hela alotoa ni nzuri. Shukran sana. Asante. Kwa hiyo kitu kikubwa. Sasa licha tu ya hayo maandalizi makubwa ya hiyo show, lakini hela alotoa ni nzuri. Shukran sana. Asante.